La kwanza ambalo sisi tunaliona katika mkutano huu, cha kwanza, mkutano ni wa pili kufanyika katika masuala ya uendelezaji wa gesi na mafuta hapa nchini. Mkutano wa kwanza ulifanyika mwaka jana kwa namna hii, na mkutano wa pili umefanyika hivi Aprili. Lakini malengo makubwa ya mkutano huu sana sana ni kuhamasisha uendelezaji wa uwekezaji katika mafuta na gesi nchini. Na hapa nchini Tanzania uwekezaji unafanyika kwa serikali, lakini pia na wadau binafsi. Nitangulia kusema niwapongeze sana kampuni na shirika ambalo limecoordinate mkutano huu, na sisi kama serikali ndio wasimamizi wa sekta. Mkutano umekwenda vizuri, tumeshirikiana vizuri, na leo ni siku ya pili. Mambo ya msingi yanayojadiliwa katika mkutano huu ni namna gani nchi yetu itavutia uwekezaji zaidi. La kwanza, jambo ambalo liko wazi kwamba Tanzania ina rasilimali nyingi sana ya gesi hadi sasa, maana tuna fundi za ujazo trilioni 57.54. Ni kweli bado tunaendelea kutafuta mafuta, hatujapata mafuta, ingawa dalili nyingi zipo za kuonesha mafuta yanaweza kupatikana kwa siku za usoni. Kwa hiyo hao ndio mambo yamejadiliwa zaidi. Lakini cha pili ni mfumo mzima unaovutia uwekezaji katika nchi yetu. Imeonekana katika semina kwa ujumla, mfumo wa uwekezaji bado unavutia, haujawa kikwazo kwa maana kisera na kisheria. Yapo mambo ya kiuwekezaji ambayo pia ni changamoto kwa wawekezaji na kwa kawaida kwa rasilimali tulionayo. Kwa tunaona huu mkutano una manufaa makubwa sana. Hadi sasa washiriki wa mkutano wameweza kufikia kama 300 hivi kutoka nchi mbalimbali duniani. Makampuni makubwa ya uwekezaji yapo, nchi zenye uzoefu zipo, lakini na sisi Tanzania ambao tunaweka mazingira safi pamoja na nchi chache kama Msumbiji na nyingine kwenye masuala ya gesi nazo zipo. Kwa tumefanya ushirikiano mzuri. Na mambo ya tatu ambayo yamejadiliwa sana katika mkutano huu ni namna gani ya ushirikishwaji wa serikali na sekta binafsi. Sisi kama serikali tunaona ili kuendeleza rasilimali hii, ni kweli duniani pote serikali peke yake haiwezi kuendeleza sekta hizi, lakini serikali inapofanya hivyo ikapata ushirikiano mzuri na sekta binafsi, hapo ndio tunaweza kutumia vizuri rasilimali yetu. Sisi Tanzania hatujabaki nyuma kuwashirikisha wadau binafsi katika masuala ya uwekezaji kwenye mafuta na gesi, na leo tumehamasisha sisi wadau binafsi waje kuwekeza Tanzania kwa sababu rasilimali bado zipo. Tumeeleza maeneo muhimu ya uwekezaji ambayo yako kwenye ukanda wa ziwa Tanganyika, yako kwenye ukanda wa ziwa Rukwa, yako kwenye ukanda wa ziwa Nyasa, yako Songea na maeneo mengine ya baharini. Hizo ndio fursa tumeeleza watakuja kuwekeza wenye nia. Lakini tunachotaka katika uwekezaji wa sasa, mabadiliko ya sheria na sera tunayokwenda nayo, sio mabadiliko ya kisekta, ni namna usimamizi bora ili kufanya sasa rasilimali hizi ziwe na manufaa kwa Watanzania, kwa maana ya win-win situation Waingereza wanasema, kwamba sisi kama serikali na Watanzania tupate bila kuwaangusha wawekezaji. Hayo ndio mambo tumejadili sana katika mkutano huu. Na niseme tu nishukuru, mkutano unaenda vizuri. Mpaka sasa watu wengi wanaunga mkono mwelekeo wa serikali yetu kwenye sekta ya uwekezaji ya mafuta na gesi. Lakini jambo lingine, yako mambo ya kiuwekezaji, yako miradi mikubwa inayoendelea. Tumezungumza kuhusu uendelezaji wa miradi mikubwa inayoendelea hivi sasa. Tunao miradi mikubwa minne. Mradi wa kwanza ni wa bomba la mafuta kutoka Uganda Hoima kuja Tanga. Tumeeleza fursa zilizopo kwa Watanzania na wawekezaji wa nje. Kuna mradi wa LNG mkubwa kabisa kutoka uwekezaji hapo Kilwa Masoko, mradi ambao kwa sasa majadiliano yanaendelea. Tumeeleza fursa za ndani na nje. Lakini katika haya wengine wamejaribu kuuliza miradi inachelewa. Zipo sababu za kuchelewa kwa miradi kwa sababu za wawekezaji wenyewe. Mwekezaji kabla hajawekeza anashtuka kuweka mabilioni yake kabla hajafanya uhakiki wa kina. Kwa kiasi kikubwa kama ni ucheleweshaji ni wa kitaalamu zaidi, na zaidi ni kutokana na wawekezaji wenyewe. Wanataka wajiridhishe kabla hajawekeza mabilioni yao kwenye fedha. Na sisi kwa upande wa serikali lazima tujiridhishe kwamba huu mradi una manufaa kwa Watanzania. Kwa ni jambo ambalo tunaona ni la msingi. Kumbe si jambo linalofanywa kucheleweshwa kwa makusudi, kumbe ni masuala ya kitaalamu zaidi. Kwa tunaona ipo haja kuharakisha miradi hii kama serikali, lakini si jambo linalocheleweshwa na serikali wala mwekezaji. Ni hali ilivyo ya uwekezaji wenyewe. Mwekezaji anaona lazima ajiridhishe ili kabla hajawekeza, hajaweka bilioni zake za fedha. Serikali lazima tujiridhishe manufaa makubwa na mapana kwa taifa yetu. Kwa tunakwenda vizuri na miradi yote inaenda vizuri. Inachukua muda mrefu, lakini kwa sababu ya utaratibu wa wawekezaji wenyewe ambao unakwenda hatua kwa hatua. Lakini huko mradi pia usambazaji wa gesi majumbani na katika magari yetu, wawekezaji wengi wamevutiwa na miradi hii na wengi wameonyesha nia ya kuja kuwekeza na kutoa ushirikiano kwa serikali. Kwa sisi ni matumaini yetu kwamba ushirikiano ukienda vizuri, tutategemea kuanza na mikoa mitatu ya Dar es Salaam, Pwani
pamoja na Mtwara, lakini baadaye tutakwenda kwenye mikoa mingine Tanzania bara. Wawekezaji wengi wameonyesha interest au nia ya kuwekeza katika usambazaji wa gesi majumbani. Lakini kuna mradi mkubwa wa kusafirisha gesi kwenda kutoka Tanzania kwenda pia Uganda. Sambamba na mradi huu wa mafuta, taratibu za utafiti zinaendelea na taratibu za majadiliano pia za awali kabisa za upembuzi yakinifu zinaendelea. Kwa hiyo ni miradi ambayo imeonyesha kuwa na fursa kubwa sana kwa wadau wengi walioshiriki katika mkutano huu. Kwa hiyo ni matumaini yetu mwisho wa mkutano huu utakuwa pia ni matunda ya mikutano inayokuja, ili kuonesha matunda zaidi ya mkutano huu. Mambo ya msingi ambayo tutakubaliana ni pamoja na kuweka uharaka kwa utekelezaji wa miradi, lakini pia mitazamo ya kiuwekezaji ambao ni ya ushirikiano kati ya serikali na wabia binafsi kupitia PPP. Na Tanzania bado tuna sheria hiyo. Tunachoangalia sasa hivi katika miradi yote, tunataka masharti matatu ambayo yalikuwepo mwanzo, ambayo yalikuwa ni kikwazo sana, yaangaliwe kwa upana zaidi. Masharti ya kuwa na capacity charges ambayo tunasema kwa sasa sio ya manufaa sana kwa upande wa wananchi, lakini pia masharti ya kuweka vikwazo vya kifedha, ushiriki wa serikali, mambo ambayo tumeyatafakari na kimsingi si vikwazo tena. Kwa nimeona kwamba niseme kwamba huu mkutano ulikuwa na manufaa makubwa, na manufaa haya ni kwa Watanzania wote, lakini pia na kwa wawekezaji mmoja, lakini pia katika makundi mbalimbali. Hayo ndio nimeona ni waeleze wa Tanzania.